This is the Great Commission. Hii ndio jambo ambalo tuitia ni kwa sababu ya kufikia wale ambao hawajamjua Kristo. Na jambo hili ndio limefichwa sana kwetu. Adui hataki watu wengi wakapate kuhubiri Injili. Ndio maana mara nyingi unakuta kwamba siku ile ambayo tunaenda kuhubiri ni watu wachache sana ambao wanatana. Watu wanapigwa vita za magonjwa na maradhi ili ya kwamba wasipate kuingia katika hali ile ya kutangaza Injili. Lakini jambo hili ndio lilileta Kristo duniani kwa sababu ya kuokoa kile kimepotea. Bwana asifiwe. Katika Luka 19 mstari wa 10, hata tuanzie pale, ni kwamba hili ndio jambo kuu ambalo lilimleta Kristo duniani, kuja na kuokoa kile kilichopotea. Kama umepata Luka 9 mstari wa 10. Luka 19 mstari wa 10. Luka 19 mstari wa 10. Kwa kuwa Mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Amen. Kwa sababu Mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Bwana asifiwe. Ani hiyo ndio mwito mkuu. Kristo alikuja duniani, alikuja kuokoa kile ambacho kilichopotea. Na ndio maana tunapojua mwito huu mkubwa, ni vizuri ya kwamba tukapata kutamani nasi tukapata kufanya hivyo. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 19 mstari wa 26. Nasema, tena mnaona na kusikia ya kwamba si katika Efeso tu, bali katika Asia yote pia Paulo huyo ameshawishi watu wengi na kuwageuza nia zao, akisema ya kwamba hiyo inayofanywa kwa mikono sio miungu. Sio hapo. Bwana asifiwe. Amen. I think in 26:19. Ndio confused poleni. Angalia 26:19 dada yetu. Kama anzia pale 16. Kuna Mitume 26:16 nasema, lakini inuka usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii, nikuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona, na wa mambo ambayo katika hayo utadhihirishwa kwako, nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao nakutuma kwao, wafungue macho yao na kuwageuza wayache giza na kuelekea nuru, waziache nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani hiyo kwangu mimi. 19. Kwa hiyo Mfalme Agripa, siku ya asi yale maono ya mbinguni. Amen. Hapa Paulo anaelezea kwamba Mungu alipomuita alimpa maono ya mbinguni. Bwana asifiwe. And it was heavenly vision. Na hapa tunaona kwamba nasema ili ya kwamba mimi nikapata kuwafungua macho, wakapata kugeuza kutoka katika giza wakapata kuingia katika nuru, na ni kwamba nikaweza kuwafungua kutokana nguvu za shetani ili ya kwamba wakapata kuokolewa na kupata msamaha wa dhambi. Bwana asifiwe. Ili ya kwamba wakapata kuendelea na wale ambao waliotakaswa. Kwa hivyo ni kwamba hii hapo anasema kwamba yeye hakuyaasi maono ya mbinguni. Bwana asifiwe. Unajua tuna maono tunaweza kuwa tuko nayo, lakini maono mengine si ya mbinguni. Lakini Paulo anasema kwamba haya aliyoyapokea yeye
yalikuwa ni maono ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tunatamani kwamba tunaposhare injili hii ni kwamba tunapashare tukijua kwamba huu ndio mwito mkuu. Na Paulo anasema kwamba hii ndio jambo kubwa ambalo Mungu aliniitia. Aliniitia kwamba nikaweza kuwafuata wale ambao ni wenye dhambi, wakapata kumgeukia Mungu. Na hiyo unapofanya hivyo inakuwa kwamba Mungu anapendezwa nao. Na ndio maana zile taji ambazo zinaopera sema kwamba ile taji ambayo itakuwa ni ya watu kuhubiri injili itakuwa inang'aa kuliko zote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile ambayo itakuwa ni watu ambao wanatangaza injili, habari njema, taji zao zitakuwa zinang'aa kuliko zote. Kwa naamini kwamba kila mmoja wetu uko na hiyo kitabu, ya na tuko chapter 20, tuko chapter 11. Last time tulikava chapter 10, na nasema kwamba tunakuwa tumesoma, ndio maana tukija, kwa sababu hizo ni zote 8 hatuwezi kuzikamilisha, kwa hiyo ni saa 1:30. Na ndio maana tunasema kwamba ni vizuri kuwa umejisomea nyumbani, ndio tunapokuja ni kwamba tunakuja na kupitia na baadaye tunaenda tunahubiri habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa najua kwamba Mungu ametusaidia, na Mungu ametusaidia ya kwamba saa hizi tunaweza at least kuwa na idea jinsi kufikia wale binamu zetu kule nje, kwa sababu tunajua at least kile ambacho wanachokiamini, tunajua kwamba kuna kitu ambacho wao wanaamini, na ndio maana inatusaidia, inatupa nguvu ya kuweza kuwafikia wale ambao hawajamjua Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ningependa tukapate, leo tunaangalia kuhusu somo la forgiveness. Leo tunaangalia forgiveness. Na tunapoangalia jambo hili la msamaha, hiyo ndio jambo ambalo lilimkarimu sana Yesu pale msalabani. Na ndio maana msamaha kwetu ni jambo ambalo ni kubwa sana. Msamaha ni kwamba kupokea msamaha. Yaani usipopata msamaha wa dhambi, hautaweza kuingia paradiso. Na wewe pia usiposamehe, inamaanisha kwamba unabaki katika kifungo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu msamaha unatufungua tunaweza kufika mahali ambapo Mungu anataka tuwe. Na ndio maana jambo hili la msamaha ni muhimu sana kwetu kama watoto wa Mungu. Yaani pasipo sisi kusamehewa dhambi, haingekuwa ni bure kwetu. Lakini kwa sababu tumesamehewa dhambi, sisi tumefanyika watoto wa Mungu kwa sababu tumepata msamaha wa dhambi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika maandishi alikuwa anazungumzia kuhusu jambo moja ambao ni kwamba alipoenda kule alipokuwa anavuka mto mmoja unaitwa Zambezi, ni kwamba alipokuwa anavuka ule mto unaitwa Zambezi, ni kwamba alikuwa anavuka na boat na familia yake. Na baadaye kwa unajua hiyo anasema kwamba ukispeed katika ile boat unasimamishwa na askari. Na ukisimamishwa na askari ya kwamba katika hiyo boat kama una speed unasimamishwa na askari. Ukisimamishwa na askari kuna fine ambao unalipa kwa sababu ya overspeed. Kwa hiyo kwamba wao na familia yao waka-avoid overspeed katika ile mto wa Zambezi. Lakini anasema kwamba walipofika kwa askari walipata kuambia kwamba nyinyi mlikuwa mnaenda mwendo wa kasi. Wakamwambia hapana, hatujaenda mwendo wa kasi, tulikuwa tunaenda polepole. Lakini askari hawakuelewa na wakamwambia kwamba tuweze fight. Jambo hilo likawa limemuumiza sana mwandishi. Bwana asifiwe. Jambo hili limemuumiza sana yule mwandishi, na akasema kwamba sasa mbona hawa watu wananitisha pesa
na ili hali mimi sija overspeed. Unajua wakati mwingine askari wetu hata kama hujafanya makosa wanataka ukuwekelea makosa, na hilo jambo ambalo huwa linatokea sana kwamba wewe hujakosea lakini wewe unahesabiwa makosa. Kama vile Yusufu hakosea lakini akahesabiwa ni mkosaji. Bwana asifiwe. Unapoingia katika kifungo kama kile, unakuwa na moyo ambao unaumia, unasikia ndani yako ya kwamba kweli umepata kuumia sana. Na ndio maana yeye alipotoza zile pesa alisikia ndani yake wako ameumia sana. Na hata alipoingia kule katika ile nchi ni kwamba akawa tu ameumia, na hata mtu akimsalamia hataki hata kusalamika, anasikia tu ndani yake ameumia. Lakini sasa akasikia na Roho Mtakatifu anamwambia ni kwamba ndugu, sasa wewe umekosewa na sasa. Mbona sasa hao watu wengine hata kuwasalamia pia wasalamie? Na ndio maana akakumbuka akasema kwamba ni vizuri asamehe ili kwamba moyo wake uwe safi, ni kwamba ile huduma ambayo Mungu amemtuma mahali pale ikaweza kufanikiwa. Bwana asifiwe. Na ndio maana wakati mwingine unajua kwa sababu ya kukosa sisi msamaha ndani yetu tunakuwa katika vifungo vingi. Unakuta kwamba hata kazini mambo yaendi, ni kwamba una mtu mwingine unaongelesha vibaya, ni kwa sababu moyo wako hauko vizuri. Na jambo ambalo Mungu alitamani katika maisha yetu ni kwamba mioyo yetu ikaweza kuwa safi. Hadi kila wakati nasema kwamba ni heri wale wenye moyo safi, maana wao watamuona Mungu. Bwana asifiwe. Hadi moyo wako ukiwa haumii, hakuna vitu umebebana, hakuna mtu umebeba ndani yako, unasikia kuhudumiwa na Bwana. Na jambo ambalo natakana katika maisha yako ya kwamba ukumbuka kila wakati kwamba ndani yangu ni kwamba moyo wangu uko safi. Na mpendo tunakutana na mambo mengi tu. Unakutana kwa sababu tuko bado duniani, tunakutana na mambo mengi ya kutumiza mioyo, mambo mengi ya kutuvuta mioyo, lakini vizuri ndani yetu nasema kwamba mimi niko tayari kusamehe. Bwana asifiwe. Makosa mengine tunawekelewa sisi hatujafanya, lakini si vizuri kuwachukia watu kwa sababu hata makosa ambayo kufanya umewekelewa, kwa sababu Kristo aliwekelea makosa ambayo hakufanya, aliwekelewa dhambi za ulimwengu mzima. Na yeye ni kwamba akateseka, akaumia, lakini hakuwa amefanya dhambi, lakini kwa sababu yetu akapata kuumia ili kama sisi tupate msamaha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo msamaha ni jambo ambalo ni muhimu sana kwetu. Msamaha ni jambo ambalo ni muhimu sana kwetu. Ni kwamba kabla tutapata kuendelea, ningependa tuangalie katika page ya mwisho, ni kwamba vile huyo wala ambao wako na na hiyo kitabu ni page 12. Page 12, chapter 11, verse 12, ile ya mwisho, vile mamake alimsamehe na ikawa ni kilio sana, kwa sababu tunaongea habari ya msamaha. Na leo tusomee kama umepata hiyo ni ya mwisho. Mama yake alimsamehe. Topic yetu ni mamake alimsamehe. Angalia vile msamaha ulivyodhihirika. Mke wa Bwana Daudi alikuwa na furaha kubwa sana alipohudhuria sherehe iliyoandaliwa na rafiki zake kwa kuadhimisha miaka 25 ya ndoa yake. Alikuwa pamoja na mama yake, mume wake na watoto wao 8 ambao Mungu alikuwa amewabarikia ndoa yao. Kuwepo kwao pamoja kulikuwa muujiza, kwa sababu miaka 3 kabla ya hapo mama yake alikuwa amefanya kila njia amlazimishe mama Daudi apate talaka kwa mume wake. Baada ya majadiliano marefu, maombi mingi na bidii nyingi, waliweza kuzuia mpango huo wa talaka na kuendelea kuishi pamoja. Lakini mama yake hakumsamehe kwa ajili ya kutomtii, wala hakumtembelea tena nyumbani kwake. Sherehe ilipoendelea na risala fupi kutolewa, nyimbo zikaimbwa na watoto kwa ajili ya wazazi wao na wazazi kupewa maua ya waridi, ghafla furaha ilibadilika pale wageni walipoanza kulia machozi. Shida ilikuwa ni nini?
Shida hiyo ilijulikana baadaye Mama Daudi alipomkabidhi mama yake waridi yake. Alimuomba tena awasamehe kwa ajili ya kupata talaka. Baada ya miaka 3 ya kutaka kuongea naye, sasa mama yake aliitikia akiwa tayari kuwasamehe na kumpokea mwana wake pamoja na mumewe. Ndipo wale wageni walipoanza kulia machozi. Mara nyingi jambo dogo tu huleta chuki kati ya mtu na mwenzake. Mambo yasiposamehewa huharibu ushirikiano, kuvunja urafiki, kuwatenganisha watu kwa muda wa miaka mingi, jinsi ilivyokuwa kati ya Mama Daudi na mama yake. Bwana Yesu ametuachia mfano halisi wa roho unayosamehe alipowaombea waliomsulubisha. Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Luka 23:34. Je, haitupasi sisi tuwe tayari kabisa kusamehe watu waliotuudhi? Mambo yasiposamehewa huharibu ushirikiano, kuvunja urafiki, kuwatenganisha watu kwa muda wa miaka mingi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwamba inagusia kwamba pale kwamba watu wasiposamehana inavunja ushirika, inavunja urafiki wa muda mrefu, na ni kwamba inafanya watu wanatengana kwa muda mrefu. Na ndio maana msamaha kwetu ni kwamba ni jambo ambalo ni muhimu sana. Tuonyesha kuhusu habari moja ambayo inaendelea na huyu ndugu Daudi ambaye alikuwa na mke wake. Kulikuwa na mama yake ambao walitaka kwamba akapata kuachana kabisa, lakini ni kwamba alipofikia hapo mama yake akaja, walikuwa wanasherehekea miaka 25 katika ndoa, na ni kwamba alipokuja na kaomba msamaha kwa sababu ya kule kuchochea Hawa kwamba akapata kuachana, na mama huyu akawa anaomba msamaha kwa machozi mengi. Alikuwa hata miaka 3 hajazungumza na wao, alikuwa hajaongea na familia hiyo, lakini saizi akawa naomba kwamba wakaweze kusamehewa, na hiyo ikawa ni furaha nyingi sana katika familia hiyo. Na ndio maana ndani yetu katika maisha yetu ni vizuri, kwa sababu sisi tunasamehewa. Ni kwamba kusiwe na jambo lolote ambalo ndani yako unasikia kwamba mimi siwezi kusamehe. Ni kwamba kama maisha ya msamaha, kwa sababu wewe umesamehewa dhambi nyingi. Katika kitabu cha Mathayo tunasoma na kuja kujisomea Mathayo chapter 18. Mathayo chapter 18 from verse 20 kuendelea mpaka 35. Inazungumzia kuhusu Yesu akauliza Peter. Peter akauliza Yesu, ni kwamba nisamehe mara ngapi? Yesu akamwambia kwamba samehe 7 mara 70. Na baadaye akaelezea story hapo kuhusu kwamba vile kulikuwa na mtu ambaye alisamehewa dhambi nyingi, na akawa na mwenzake ambaye hajaweza kumsamehe. Alikuwa anasamehewa pesa kidogo, na ni kwamba wakati alipomsamehe huyu dhambi nyingi ama pesa nyingi, ni kwamba huyo naye alikataa kumsamehe mwenzake ambaye kwamba alikuwa na pesa kidogo tu ambazo alikuwa anamkopesha. Na kwa hivyo akasema kwamba vile amekataa kumsamehe yule, ni kwamba nani sitapata kumsamehe. Wapendwa, sisi tunasamehewa dhambi nyingi sana. Bwana asifiwe. Ani dhambi nyingi sana tumesamehewa na Mungu. Na ni kwamba na Mungu anazidi kukusamehe, ndio maana tupo. Ni kwamba kama Mungu anakataa kukusamehe, hata leo hii hakutakuwa na mtu yote ambaye alikuwa anaishi, kwa sababu tunakosea, tunafanya mambo ambayo hayampendezi Mungu. Lakini tunapokuja kwa Mungu ni kwamba yeye anatusamehe. Na ndio maana sisi inapasa pia tukapate kusamehe ndugu zetu, tukapate kusamehe dada zetu, ili kwamba tukapate kuwa na ushirika mzuri, ili kwamba tukapate kuwa na unajua, wakati tunapokosa msamaha ni kwamba tunakuta kwamba ushirika, hatuwezi kuwa na ushirika pamoja, kwa sababu watu wako na vitu ndani yao ambavyo hawajapata na kusamehe. Na ndio maana ni vizuri kwetu ya kwamba tukapata kutamani, tukaweza kupokea jambo hili la msamaha katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo
ningependa tukapata kuangalia, kwa sababu kuna dini ya kwamba vile inavyopasa ni kwamba sisi tukaweza kulishughulikia jambo hili la msamaha kule nje. Na ningependa kwamba kutulinganishe, ningependa tuende pale katika page 6 ambayo inasema kulinganisha kuhusu msamaha katika upande wa Waislamu na msamaha katika upande wetu. Tukaweza kuangalia jambo hili la msamaha linakuwa vipi, jambo hili la msamaha, kwa sababu huenda tunazungumzia jambo la msamaha, lakini kwao kuzungumzia jambo hili la msamaha ni tofauti sana. Na ndio maana ni vizuri kuelewa vile Biblia inavyozungumzia kuhusu msamaha na vile watu wengine wanavyozungumzia kuhusu msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika Qur'ani ni kwamba sura ya 7:23, ndio tusomee pale. Tunaangalia hitaji ni kwamba dini zote zinasema kunahitajika msamaha. Kwa hivyo dini zote mbili ama dini yote mbili, Ukristo na Uislamu, wote wanaona kwamba kunayo hitaji na kwamba kila mmoja anahitaji msamaha. Pia tunapoangalia vile Qur'ani inasema ni kwamba sisi kimwanadamu anahitaji msamaha. Hebu ndio tukuzie soma pale katika ile sura ya 7 mstari wa 23. Qur'ani inasema, Adamu na Hawa wakasema, Mola wetu, tumedhulumu nafsi zetu, na kama hutusamehe na kuturehemu, bila shaka tutakuwa miongoni mwa wenye hasara kubwa kabisa. Amen. Kwa hivyo ni kwamba katika Uislamu anasema kwamba huyo ni Adamu na Hawa, anasema kwamba Mungu asipowasamehe watakuwa na hasara kubwa kabisa. Kwa hivyo hiyo wanatambua. Pia tusome katika hiyo sura 3 mstari aya ya 193. Nasema, Mola wetu, tusamehe dhambi yetu na utufutie aibu ya makosa yetu hayo, na utufishe pamoja na watu wema. Amen. Kwa nasema kwamba inasema Mungu na our Lord, forgive us our sins, blot out from us our iniquities, and take to thyself our souls in the company of the righteousness. Kwa nasema kwamba wao pia wanatambua kwamba Mungu anahitaji wakapate kusamehewa. Katika Ukristo ni kwamba tukaweza kuangalia ni kwamba jambo hili la msamaha. Hebu soma katika Zaburi 32 mstari wa kwanza. Nasema, heri aliyesamehewa dhambi na kustiriwa makosa yake. Ni kwamba heri yule aliyesamehewa dhambi na kustiriwa makosa yake. Pia soma Zaburi 103 mstari wa 2 na 3. Nafsi yangu mhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Amen. Kwa hivyo tunaona kwamba katika Uislamu na pia katika Ukristo ni kwamba jambo la msamaha linahitajika kwa kila mmoja. Ni kwamba kwetu jambo hili la msamaha linahitajika, na pia katika Uislamu jambo hili la msamaha pia linahitajika. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie pia kwamba katika tumaini na msamaha ni kwamba zote katika Uislamu pia na katika Ukristo jambo hili wanalitambua. Katika upande wa Waislamu kwamba katika sura 20 mstari wa 73. Soma pale. Sema, kwa yakini tumemwamini Mola wetu ili atusamehe makosa yetu na uchawi ule uliotushurutisha kufanya. Amen. Kwa anasema kwamba anasia kwamba Mungu akaweza kuwasamehe makosa yao, na katika uchawi ule wote ambao uliwazuia. Na pia katika Ukristo ni kwamba katika 1 John 1:9 inasema kwamba lazima kuwe na uhakika wa msamaha. Hebu soma nami katika 1 John 1:9. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Amen.
hivyo ni kwamba katika mahali kunaleta shida sasa, ni mahali hapa ya kwamba uncertainty of forgiveness. Ni kwamba sasa msamaha inatakana utokane na nini ama utokane vipi? Katika upande wa Uislamu, katika sura 26 mstari wa 82, hebu soma na yetu. Nasema, na ndiye ninayemtumaini kwamba atanisamehe makosa yangu siku ya malipo. Kwa hivyo ni kwamba katika usema kwamba wao watasamehewa makosa yao katika siku ya hukumu. Sisi kwetu atusamehewi makosa katika siku ya hukumu. Bwana asifiwe. Jumani vizuri kuelewa vile inavyokuja. Ni kwamba dini zote zinatambua ni kwamba kuna msamaha, lakini hapa ni kwamba wao wanatambua ya kwamba watasamehewa siku ile ya hukumu. Siku ile ambayo itakuwa ya hukumu, hapo ndipo watakaposamehewa. Hebu soma nami pia katika sura 2 mstari wa 284. Nasema, amsamehe amtakaye kwa kuwa katubia, na amwadhibu amtakaye kwa kuwa hakutubia. Sasa hiyo ndio basi inaleta shida. Bwana asifiwe. Hadi vile Mungu ameamua tu, akitaka kukusamehe atakusamehe, akikataa kukusamehe atakusamehe. Sasa ni kwamba katika Uislamu huko wengine wote wamekuja vizuri, lakini hapo ndio kuna shida kubwa. Ni kwamba wao wanaamini kwamba kwanza wewe utasamehewa siku ya mwisho, siku ya hukumu. Na hawa pia wanasema kwamba Mungu anaamua ule wa kumsamehe. Kwa hivyo Mungu asiponiamua kunisamehe, basi mimi sitasamehewa. Kwa hivyo ni kwamba jambo hili la msamaha linakuwa ni shida kwao. Alikuwa ni jambo kubwa katika maisha yao. Ili vile Mungu anavyotaka tu. Mungu akitaka kusamehe akusamehe. Kama hataki, ni kwamba kama anataka uende jehanamu utaenda. Lakini katika Ukristo jambo hili linagusia vizuri. Hebu soma nami katika kitabu cha Waebrania 9 mstari wa 22. Pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Na ndio maana hapa ndio kuna jambo kubwa. Ni kwamba pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Na ndio maana hapo ndipo kuna tofauti. Na hapo ndipo watu wengi ni kwamba wataingia katika paradiso na watu wengine wataingia kwa sababu ni kwamba ni lazima ukapata kusamehewa zile dhambi uko nazo. Na kama sasa zile dhambi uko nazo, ni kwamba wewe hautapata kusamehewa, na sema utangojea siku ya hukumu. Ni kwamba ndipo utasamehewa. Siku ya hukumu hakuna kusamehewa dhambi. Tayari ni kwamba watu unapokuwa hapa, tayari wewe umetakana uhitaji msamaha. Kwa sababu siku ya hukumu ni kwamba nasema kwamba katika hiyo, hebu soma hiyo Waebrania 9 mstari wa 22. Tukiweka hiyo kwa pamoja. Sema, pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Amen. Pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Bwana asifiwe. Kuna mstari mwingine ambao unasema ni kwamba kwa mwanadamu kufa ni mara moja, na baadaye ni kwamba unahitaji hukumu. Na mimi ni hapo. Sio ni 9, sio ni 27. Waebrania 9:27 inasema, na kama vile watu wanavyowekwa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu, kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao watazamiao kwa wokovu. Kwa wale watazamiao wokovu. Mpendwa, siku ya hukumu haitakuwa ni siku yetu ya kutubu dhambi. Siku ya hukumu itakuwa ni siku yetu ya kupokelewa wale ambao tayari wamepokea msamaha wa dhambi. Ndio maana tunapotoka pale, ndio kiambo wanasema ni kwamba kama wewe ulilala na viatu usiku, ukiamka asubuhi utaamka kuna zile viatu zako asubuhi. Bwana asifiwe. Haiwezekani kwamba ulilala na viatu na baadaye kwamba kesho yake wewe utakuta kwamba wewe viatu hauna. Ni kwamba hivyo vile utakavyokufa
mwenye dhambi. Ni kama mtu asikudanganya kwamba huko unakoenda ni kwamba Mungu atakufikia pale aende kusamehewa dhambi. Kwa sababu hiyo jambo pia Catholic wanakuwa na shida na hilo. Wanasema kwamba wewe unapokufa utafika mahali pengine pale kwa purgatory, utaombewa na watu. Ni kwamba ili Mungu akutoe purgatory ukapata kuingia katika paradiso. Hakuna kitu kama hicho. Ni kwamba kama wewe umekufa katika dhambi, utaamka katika dhambi. Bwana asifiwe. Hakuna jambo lingine hapo katikati. Kwa hivyo kama mtu amekufa akiwa hajaokoka, mtu asikudanganya kwa mahali pengine ataenda apata kuokolewa. Hakuna. Ni kwamba huyu mtu anapoenda aidha anaenda katika kuzimu ama anaenda direct katika paradiso. Kama ulikuwa umeokoka unaingia mahali pazuri, kama ulikuja okoka unaingia mahali pabaya. Hakunanga mahali pengine ya kwamba tunangojea kwamba tukienda pale juu kuna watu watakuombea ili kwamba wewe kwa Mungu akakuhurumie. Ndio maana hakuna huruma nyingine ya Mungu. Ukishakuwa umekufa basi hivyo ndivyo ulivyo. Bwana asifiwe. Hakuna huruma nyingine mahali pengine. Ndio maana ni vizuri maisha yako kama vizuri unapokuwa duniani. Kama ni kuokoka, ni vizuri kuokoka ukiwa duniani. Ndio maana kwa mstari nasema kwamba wewe ukishakuwa wewe umekufa. Wewe ni kwamba ukishakufa ni mara moja na mwisho wake ni hukumu. Hakuna mambo mengine hapa katikati. Bwana asifiwe. Pigia Bwana Yesu makofi kama tuko pamoja. Kwa hiyo ndipo mahali kuna utata mwingi. Ni kwamba Waislamu wanasema ni kwamba Mungu yeye atapata tu kumsamehe yule anayempenda kusamehe. Kwa hivyo hawajali sana dhambi. Si jambo zito sana kwao. Kwa sababu Mungu yeye anasamehe tu kila mtu ambaye anataka kusamehewa. Yule mtu atapenda kumsamehe atamsamehe. Yule ambaye hataki kumsamehe hatamsamehe. Na hakuna kitu kama hiyo, kwa sababu ni kwamba ni vizuri kujua usiposamehewa dhambi unaingia motoni. Na ndio jambo la kushughulikia, kwa sababu tuko duniani, kwa sababu tunahitaji msamaha wa dhambi ili kwamba sisi tukapata kuingia paradiso. Au si kwamba Mungu anapenda kila mmoja akapata kusamehewa dhambi. Hakuna mtu ambaye anapenda aingie jehanamu. By the way, jehanamu haikutengenezewa hata kwa Kristo. Jehanamu ilitengenezewa kwa wale waovu, kwa shetani na malaika. Lakini wale watakaopenda, kwa hivyo watu wote wanapenda kule jehanamu. Si kwamba Mungu alitengeneza jehanamu kwa watu, hapana. Alitengenezea ibilisi na malaika zake. Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni kwamba tunaona kwamba hapa Mungu atakana aweze kutusaidia tunapofikia hawa ndugu zetu, hawa binamu zetu na ndugu zetu Waislamu, kuweza kunena hiyo habari. Ni kwamba kwa ushujaa na ujasiri, pasipokuwa na msamaha wa dhambi, hakuna mtu kuingia katika paradiso. Bwana asifiwe. Pia katika Matthew chapter 6 verse 15. Matthew chapter 6 verse 15. Nasema, bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Amen. Msiposamehe watu makosa yao, na Baba yenu pia hatawasamehe ninyi makosa yenu. Ndio maana mpendwa, usiposamehe wewe, Mungu naye hatakusamehe. Ndio maana ni vizuri kutamani, kwa sababu mimi nahitaji msamaha kutoka kwa Mungu. Nami pia Mungu anisaidie nikapata kusamehe. Bwana asifiwe. Ndani yako ya kwamba kusiwe na mtu yeyote. Ni kwamba ndio ukapitia katika mambo mengi, watu wengi watakuudhi, watu wengi watakutendea mabaya, watu wengi watakuongea vibaya, watu wengi watakutendea kila ambacho si kizuri, lakini kwa sababu wewe ni wa Mungu, wewe una roho wa Mungu ndani yako, pendo utakuwa maisha mazuri katika Kristo Yesu, kuwa ni mtu wa kusamehe. Bwana asifiwe. Samehe wote ambao wamemkosea, wasamehe wote. Hiyo inakuwa ni jambo zuri na ni kwamba ni jambo ambalo linapendeza machoni pa Bwana. Hebu soma pia vile hawa ni kwamba nasema kwamba katika Uislamu pia nasema kwamba kuna dhambi ambazo wewe huwezi kusamehewa. Vile
tunasamehewa na vile Qur'ani na vile jambo la kutusamehe. Yaani kuna dhambi ambayo wewe ukifanya hauwezi kusamehewa. Katika Uislamu wanaamini hivyo na pia katika Ukristo wanaamini hivyo. Hebu tuangalie hiyo katika sura ya 4 mstari wa 116. Nasema, hakika Mwenyezi Mungu hasamehi dhambi ya kushirikishwa na kitu. Biblia inasema hakika Mwenyezi Mungu hasamehi dhambi ya kushirikishwa na kitu. Ukifanya ni Mungu nacho ukiabudu. Rudia tena. Nasema hakika Mwenyezi Mungu hasamehi dhambi ya kushirikishwa na kitu. Ukifanya ni Mungu nacho ukiabudu ukakiomba. Lakini yeye husamehe yasiyokuwa hayo kwa mtakaye. Amen. Kwa hivyo nasema kwamba dhambi hili ambayo wanasema wewe samehewa, hili ambayo ni kwamba ukuwa wewe unakaa unaabudu miungu wengine. Kwa hiyo katika Uislamu hiyo dhambi huwezi kusamehewa. Bwana asifiwe. Wakati tunapoabudu miungu, ndio maana wanasema kwamba hiyo dhambi ya kusema kwamba Yesu ni Mungu ni kwamba ni dhambi mbaya sana, inaitwa shirki. Ni kwamba hiyo dhambi ni mbaya sana kusema Yesu ni Mungu, na hiyo dhambi haiwezi kusamehewa. Ndio maana hilo jambo katika Uislamu ni kwamba ni jambo ambalo hawataki kabisa kusikia, ni kama Yesu, sababu dhambi hiyo Mungu hawezi kusamehe. Unaposema kwamba Yesu ni Mungu, hawezi kusamehe Mungu. Bwana asifiwe. Tuko pamoja? Hebu soma nami pia katika hiyo sura 9 mstari wa 80. Nasema, ewe mtume, waombee msamaha hao wanafiki, au usiwaombee, yote sawa sawa. Hata ukiwaombea msamaha mara 70, Mwenyezi Mungu hatawasamehe. Hayo ni kwa sababu ya kuwa wao wamemkataa Mwenyezi Mungu na mtume wake, na Mwenyezi Mungu hawaongozi watu wavunjao amri zake. Amen. Kwa dhambi nyingine ambayo wanasema kwamba usamehewa ni ile dhambi ambayo ni kwamba wewe umekataa mtume wao, au mtume Muhammad, na ni kwamba na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wewe kama umekataa Muhammad, na ni kwamba na mtume wao Muhammad na Mungu, ni kwamba hiyo dhambi huwezi kusamehewa. Wanasema hawa ni wanafiki. Na hata ukiombewa 70, ukiombewa mara 70 hawezi kusamehewa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hata hiyo walioimba 70 katika Biblia kwamba 70 mara 70. Sasa nasema kwamba hata kusamehe 70 mara 70. Hebu soma pia sura 47:34. Sema, hakika wale waliokufuru na kuzuilia watu njia ya Mwenyezi Mungu kisha wakafa, nao ni manafiki, Mwenyezi Mungu hatawasamehe makosa yao. Amen. Anasema kwamba mtu mwingine ambaye hatasamehewa ni yule ambaye amezuia watu wengine wasipate kupokea msamaha. Bwana asifiwe. Kama wewe unazuia mtu mwingine asipate kupokea msamaha, ni kwamba katika kulingana na Uislamu anasema kwamba dhambi hiyo wewe hautaweza kusamehewa kabisa. Bwana asifiwe. Dhambi hiyo wewe hautaweza kusamehewa kabisa. Bwana asifiwe. Katika Ukristo vile inavyoshughulikiwa jambo hili la dhambi ya kusamehewa, soma nami katika Luka 12 mstari wa 10. Luke chapter 12 verse 10. Luka 12 mstari wa 10 nasema, na kila mtu atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali aliyemkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. Ni kwamba yule mtu atakayekufuru Roho Mtakatifu yeye hataweza kusamehewa. Bwana asifiwe. Utakufuru vipi Roho Mtakatifu? Unajua Roho Mtakatifu ndio yule anayeweza kukushawishi ni kwamba ukapate kuokoka. Kwa hiyo kama wewe ukikataa ushawishi wake Kristo Yesu, ni kwamba mpendwa, hautasamehewa dhambi. Kwa sababu yeye ndiye anasababisha wewe ukapata kuokoka. Na kama sasa umemkataa huyo Roho Mtakatifu akushawishi upate kuokoka, Roho Mtakatifu anashawishi. Katika hiyo kitabu cha John chapter 16, I think verse 13.
Wacha tusome pale John chapter 16 verse 13. Yohana 16:13. Bila nasema, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo Amen. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kwamba yeye atasikia na kunena. The Holy Spirit is the one who will convict us. Na kwa hivyo ni kama mtu akikataa kumsikiza huyo Roho Mtakatifu, basi ni kwamba yeye hawezi kupokea msamaha wa dhambi, kwa sababu tumepokea msamaha wa dhambi kwa sababu sisi tumeshawishiwa, being convicted by the Holy Spirit kupata kuokolewa. Na kama mtu yote atakataa kushawishiwa na huyo Roho Mtakatifu, kumaanisha kwamba sasa wewe hautapata msamaha wa dhambi. Na ndio maana ukikataa hiyo, ni kwamba wewe utabaki na dhambi zako, na kwa hivyo wewe hautapata na kusamehewa. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo katika Mark chapter 2 verse 5, hebu soma pale Mark chapter 2 verse 5. Nasema, naye Yesu akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Amen. Kwa hivyo Yesu ndiye anasamehe dhambi. Ndio maana ukataa huyu Yesu hawezi kupokea msamaha wa dhambi, kwa sababu Mungu peke yake ndiye ana uwezo wa kusamehe dhambi. Bwana asifiwe. Na ndio maana akamwambia yule msichana ni kwamba wewe umesamehewa dhambi zako. Bwana asifiwe. Soma pia katika Waefeso 1:7. Nasema, katika yeye huyo, kwa damu yake nao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi. Amen. Nasema kwamba katika yeye tunao ukombozi wetu. Ni kwamba kupitia kwa damu yake tunao msamaha wa dhambi. Na ndio maana pasipo kumwaga damu hakuna msamaha wa dhambi. Na kusamehewa dhambi kunatokana Kristo Yesu, kunatokana Yesu mwenyewe, kwa sababu yeye pekee ndiye aliyemwaga damu pale msalaba. Ndio maana tunapohubiri Injili tukienda tunafikia wala hawajamjua Yesu. Ni vizuri kutangaza neno hili kwa ujasiri, ni kwamba pasipo kupata msamaha wa dhambi, ni kwamba kama tusipopata msamaha wa dhambi, hakuna ondoleo la dhambi pasipokuwa na msamaha, pasipokuwa na umwagikaji wa damu katika msamaha. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ni vizuri tunapotangaza injili hiyo tukatangaze ukweli wa injili. Ni kwamba Mungu yeye ni kwamba sote tumefanyika kwenye dhambi katika shamba la Edeni. Kila yote naitwa mwana wa Adamu ni kwamba mwanadamu. Katika Romans chapter 3 verse 23 ni kwamba inasema kwamba kila mwanadamu ametenda dhambi na amepungukiwa na utukufu wa Mungu. Na ni kwamba kumaanisha kila mwanadamu, hakuna mwanadamu mtakatifu isipokuwa mmoja peke yake, ni kwamba ambaye ni Kristo Yesu. Yeye peke yake alikuwa hana dhambi, lakini wanadamu wote, both Qur'ani na Biblia inatambua kwamba kila mwanadamu ametenda dhambi, na ndio maana sote tunahitaji msamaha wa dhambi. Hebu ndio tusoma pale Warumi 3:23 inasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa sababu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Hali zote wapendwa, tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kwamba tunapopata na kuendelea, ningependa tuende mpaka page 1, tena turudi page 1 na rukaruka, kwa sababu ya zile vitu ambazo tunaona kama ni muhimu za kushughulikia.
kushughulikia sana, ila kwamba time ikiisha ni kwamba tutakuwa tumeendelea vizuri. Ningependa tuangalie pia katika the sources of the Quran. Unajua katika Uislamu naamini ya kwamba Quran iliteremshwa kutoka mbinguni, inaitwa nazil. Ni kwamba iliteremshwa tu kutoka mbinguni likafika. Lakini katika uchunguzi ambao unaonyesha ni kwamba Quran haikutoka mbinguni, kwa sababu kuna vitu ambazo zinaonyesha upungufu mwingi sana katika Quran. Na ndio maana ni kwamba kusema kwamba ilitoka mbinguni ina shaka nyingi sana. Ina shaka nyingi sana kwa sababu hiyo haidhihirishi hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Adhihirishi hivyo. Kwa hivyo ukiangalia utajisomea, kwa sababu kuna sura nyingi ambazo zinaelezea pale ambazo singependa kuweza kuninina. Lakini kwamba ni vizuri kujua kulingana vile hao wanavyosema ni kwamba ati Quran ilitoka mbinguni. Ina vitu vingi sana ambao vinaonyesha ya kwamba haikutoka mbinguni. Ndio maana huyo mwandishi ukisoma katika page 2 kuna mambo mengi sana ambayo yameandikwa pale, ambao ni kwamba ukiwa na hiyo diagram, kuna diagram imechorwa pale. Watu wengi wako na hiyo diagram. Tunaiona hiyo diagram. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watoto ambao kuna vitabu tunaona hiyo diagram. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo naona kwamba katika hiyo diagram inaonyesha kwamba the sources zilikuwa ni nyingi sana. Yaani kuna vitu vingine katika ile sura 16 mstari wa 10 inaonyesha kwamba inasema kwamba the tongue of him is notably foreign. Kwa hivyo inasema kwamba kuna watu ambao waliandika hiyo Qur'an ambao walikuwa wanatoka nje. Hata Qur'an yenyewe na noti ya kwamba kulikuwa na watu ambao walikuwa wametoka nje. Na hapa watu ambao wanazungumzia nje, kunaona kwamba kuna mambo ambayo yalifanyika kule Persia sasa hizi ni Iran. Ni kwamba na huyo kuna mtu ambaye alikuwa anatoka kule Iran, ambaye wanaona kwamba kwa sababu ya kule uhusiano wake na Muhammad, ni kwamba alikuwa mtu alikuwa anaitwa Salman al-Farisi, alikuwa anatoka kule katika nchi ya Uarabu. Na ni kwamba anapata kwamba kuna mambo mengi ambayo ni kwamba analeta story ambazo zinatokana kule katika Persia. Na ndio maana watu wanasema kwamba hizo alizozileta hazikutoka direct kutoka mbinguni. Na pia kuna watu ambao kuna mambo mengi tu ambayo unaweza kupata kwamba yalitendeka kwa wakati ule ambao yalikuwa pale, ambao mambo yale inazungumziwa na watu ambao walikuwa pale katika yale mazingara. Na watu wale story zile wanasema ni kwamba hizo story unakuta kwamba ziliandikwa katika Qur'an. Bwana asifiwe. Kama ile muujiza ambao ulifanywa ya kwamba na Isa, na pia hata Isa yenyewe inatokana na Biblia. Isa yenyewe kwa sababu katika Biblia ama katika Greek ni kwamba jina Yesu inamaanisha Yoshua, si Isa. Isa inatokana na jina la Kipersia. Na ni kwamba hiyo jina Isa haitokani na Greek. Biblia katika New Testament iliandikwa na Greek. Na Greek ni kwamba jina Yesu ama Jesus inamaanisha Yoshua. Na kwa hivyo ni kwamba hii waliiba ama walichukua vitu vingi. Na ndio maana yule mwandishi anasema the sources kulitokana ni nyingi. Ilitokana kwa wapagani, vitu ambazo zilikuwa zinafanyika pale na watu ambao hawajamjua Mungu. Tunakuta kwamba hata Waarabu wenyewe walikataa kuikubali Qur'an kwa sababu wanasema kuna vitu ambazo zimeingizwa ndani ambazo hazikutokana na wao. Na kwa hivyo source
zilitokana, kwa sababu hata wakati huu wameingiza ni nyingine ambayo wanaita kwamba the gospel of Barnabas, ambayo nasema kwamba ilitokana na Wakristo. Hiyo the gospel of Barnabas haiko katika nini ya Ukristo. Sita vitabu vya Biblia ni vitabu 66 pekee yake, lakini kitabu cha Thomas, hiyo kitabu cha Julius, hiyo kitabu cha Barnaba, ili sio za Kristo. Hizo si vitabu zetu sisi ambao ni Wakristo. Wanaanza asifiwe. Ndio maana unapofika kule usiwe confused na kusema kwamba kuna kitabu cha Barnaba. Hakuna kitabu cha Barnaba, kwa sababu kile kitabu ndio kimezungumzia habari ya kuja kwa Muhammad. Nisema kwamba yule mtume wa mwisho atakuja, ataitwa Muhammad. Lakini Barnaba si kitabu cha Biblia. Ni kwamba it is not one of the books of the Bible. Hakuna mahali katika Biblia ambayo inatafsiri ama inatabiri ya kwamba kutakuwa na huyu Yesu, atakuwa na nabii wa mwisho ambaye atakuwa ni Muhammad. Bwana asifiwe. Pigia Bwana Yesu makofi kama tuko pamoja. Kwa hivyo ni kwamba unapoangalia ni kwamba sources ambazo ziliandikwa pale, ama pale ambapo nilitoka pale, unaposoma Qur'ani yenyewe hata ina mpangilio wote. Unakuta tu anaandika hapa, na hizo story ambazo nazipata pale, kama nasema kwamba mamake Yesu, wanasema kwamba mamake Yesu alikuwa ni Mariamu ambaye alikuwa ndugu yake Haruni. Ukisema hivyo unajua kwamba huyu mtu aelewi kile anachosema. Kweli Mariamu alikuwa ndugu yake Haruni kweli? Mariamu alikuwa ndugu yake Haruni. Bwana asifiwe. Kuna kwamba mtu alichukua kidogo hapa, akachukua kidogo hapa, baadaye akinakili. Maana Mungu hawezi kutoka vitu za uongo. Kati ya Mariamu ambaye ndio mama yake Yesu, ambaye ndugu yake Haruni. Unajua kama ndio kulikuwa na Mariamu, lakini Mariamu alikuwa ni dadake Musa na dadake Haruni katika Old Testament. Wameachania miaka 1000 kutoka kwa Musa mpaka kwa Mariamu in the New Testament. It is around 4000 years. Na ndio maana haiwezekani kuwa hivyo. Kwa hivyo ni vizuri kujua ya kwamba sources ambazo ama kule nilitoka, ni kwamba wanasema ilitokana na Mungu mwenyewe. Mungu aliteremsha kwa Qur'an, lakini ukisoma unaona hii si Mungu. Bwana asifiwe. Ndio maana watu wengi sana wako na utata. Na pia nini wanasema ni kwamba Qur'an ni moja tu, lakini Qur'an ni nyingi. Ziko 26 tofauti. Ila kuna Kenya, sisi ambao tunatumika Nigeria. Lakini unajua ndugu zetu Waislamu ukinakuwa nakwambia Qur'an ni moja tu. Qur'an si moja. Qur'an ziko 26. Na ndio maana ni vizuri kujua hizi vitu ambazo zimekuja ili kwamba kuelewa, hata kufikiria kwambia kwamba Biblia ni nyingi zimetafsiriwa. Ni kwamba Biblia inapotafsiriwa ni kwamba haikosi maana yake. Kuna King James Version, kuna NIV, kuna Good News, lakini zote zinazungumzia habari moja tu. Bwana asifiwe. Hakuna ile na translate kivingine ama kutafsiri tofauti. Na ndio maana vizuri tunasikia kule nje kwambia kama Biblia imechafuliwa kwa sababu kumetafsiriwa. Kuna Biblia inatafsiri Kikuyu, Kigiriama, ni kwamba kwa lugha yako uielewe. Lakini maanisha kwamba inatoa maana, haitoi maana yake. Maana yake inabakia ile. Ndio maana Biblia ni ile moja, lakini tunakuwa na tafsiri nyingi ili kwamba mahali pale wakapata kuelewa. Bwana asifiwe. Tuko pamoja. Pigia Bwana Yesu makofi. Si kama kufikia hapo kuna swali lolote. Kufikia hapo kuna swali. Kama hakuna tuendelee. Bwana asifiwe. Tuendelee pale katika apologetics na page 3. Je, Yesu ni mwana wa Mungu ama Yesu ni Mungu? Nauliza, Yesu ni mwana wa Mungu ama Yesu ni Mungu? Yesu ni gani?
Yeah. Wanaweza sasa. Naomba niwaelekeshe nyuma kidogo ili tupate kufahamu, kwa sababu tumefundishwa kuhusu msamaha wa wale ndugu zetu na wale ambao wanapatikana katika Biblia. Sasa neno ambalo nimekuja kwa akili zangu ni vile wao wanavyopata msamaha, na swali ambalo linakuja ni je, ondoleo la dhambi linahusianaje na msamaha? Sababu wale wanaomba moja kwa moja wanasema wanapata msamaha. Sasa wanasema sasa ukiomba Mungu na anakusikia, hakuna haja ya habari za damu. Sasa swali ni ondoleo la dhambi linahusianaje na msamaha? Tulikuwa tunasoma pale katika Hebrews chapter 9 verse 22. Maybe turudi pale tusome Hebrews chapter 9 verse 22, alafu na 27, alafu tusome na Leviticus chapter 17 verse 11. Ibrania 9:22 inasema, na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. 27 inasema, na kama vile watu wanavyowekwa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu, kadhalika Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Amen. Tunapotafuta Leviticus chapter 17 verse 11, tunaona kwamba kwa sababu sote sisi tumetenda dhambi, Bwana asifiwe. Zote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Na ndio maana hakuna kitu chochote ama hakuna njia yoyote tunaweza kupokea msamaha isipokuwa ni kumwaga kwa damu. Kwa nini damu? Kwa sababu damu ndilikuwa inabeba uhai wa mtu. Bwana asifiwe. Damu ilikuwa inabeba uhai wa mtu. Na ndio maana kwa sababu ya damu kubeba uhai ni kwamba ile damu ya wakati Agano la Kale ni kwamba wakati mtu alikuwa ametenda dhambi, Bwana asifiwe, ama mtu alikuwa umeasi, kulikuwa na njia ambayo ilikuwa inawekwa pale ya kwamba wewe unaenda kwa kuhani, unashika mnyama unamshika kwa kichwa, alafu baadaye unakiri dhambi zako zote. Mimi nimeiba tomato 3, nimeiba mayai 2, sijui nimefanya nini. Baadaye nasema kwamba basi wewe ni kwamba unasamehewa, lakini ile mnyama ambao ulikuwa umeshika inauawa. Bwana asifiwe. Na katika tamaduni zetu, wala ambao wamekaa kitambo kidogo, ni kwamba wakati ambapo watu walikuwa wamekosana katika boma, maybe boma ile wamekosana boma hili, ni kwamba walikuwa wanakutana hawa watu pamoja, na baadaye kwamba wanakuwa na ushirika, lakini wanasema kwamba watakana tukule pamoja, na kwa hivyo wanachinja aidha ng'ombe ama kondoo ama kuku. Ni kwamba kunakuwa na umwagikaji wa damu. Ni kwamba ndio maana sisi tukaweza kupatanishwa, sisi tukapata kusamehewa, kwa sababu damu inabeba uhai. Soma hiyo Leviticus, tuunganishe kabisa. Leviticus 17 verse 11. Mambo ya Walawi 17:11 inasema, kwa kuwa uhai wa mwili huu katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu ndiyo madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zetu, kwani ni hiyo damu ifanya upatanisho kwa sababu ya nafsi zetu. Amen. Kwa hivyo hiyo damu inafanya upatanisho ni kwa sababu ya nafsi zetu. Na kwa sababu katika shamba la Edeni, baba yetu ambaye alikuwa ni Adamu alitenda dhambi katika shamba la Edeni, hakungekuwa na msamaha wowote isipokuwa kwamba kuwe na umwagikaji wa damu. Ndio maana kusema vizuri katika Agano la Kale ni kwamba wakati ule wa Adamu alipotenda dhambi, ni kwamba
Bwana Yesu asifiwe. Ni kwamba kulikuwa na umwagikaji wa damu kudhihirisha ile picha itakayokuja katika Agano Jipya. Ni kwamba mwana kondoo atakayechukua dhambi zote za ulimwengu. Na kwa hivyo hakuna njia nyingine inapoweza kumwaga, sababu dhambi na damu isipokuwa kwamba ni damu ambayo ni safi. Ni kwa sababu sisi tulitenda dhambi na hakuna mwanadamu ambaye ni msafi. Ni kwamba hangeweza kupata, hatungeweza kupata ondoleo la dhambi. Ndio maana kwamba Mungu ikabidi ashuke mwenyewe kupitia kwa Yesu Kristo, ili kwa sababu yeye tokana bikira. Tunajua kama bikira ni kwamba bikira, ili ya kwamba mtoto apatikane, ni kwamba lazima mume wakutane na mke, ili ya kwamba pale mtoto akaweza kuzaliwa. Na ni kwamba na mbegu ambayo inazalisha inatokana na mwanaume. Lakini hapa ni kwamba mbegu ambayo ilikuwa izalishi katika Bikira Maria, ni kwamba ilikuwa ni Mungu mwenyewe alifunikwa na Roho Mtakatifu. Ni kwamba alifunikwa na Roho Mtakatifu akapata mbegu kutoka mbinguni. Ni kwamba ndio maana ikapazikana mimba ambayo ilitokana mbinguni, haikutokana mwanadamu, kwa sababu kama ingetokana mwanadamu alikuwa ametenda dhambi tayari, na kwa hivyo damu yake haingeweza kutakasa watu. Lakini ile damu ambao ni kwamba Mungu mwenyewe ambaye alikuja kwa Maria kupitia kwa Roho Mtakatifu, ni kwamba yeye ndiye alikuwa na uwezo wa kuondoa dhambi, kwa sababu yeye ile mbegu ilikuwa ni takatifu. Na ndio maana sisi tunapata msamaha kupitia kwa mmoja tu ambao ni Yesu Kristo peke yake. Kwa hiyo hakuna njia nyingine yoyote ile ambayo tunaweza kuondolewa dhambi isipokuwa kupitia kwa damu ambayo ni takatifu. Katika pale nasema kwamba damu bila ondoleo la dhambi, bila umwagikaji wa damu hakuna ondoleo la dhambi. Lakini ili ya kwamba tusafishwe, kwa sababu kitu kichafu hakiwezi kusafisha kitu kisafi. Kitu kichafu, Bwana asifiwe, lazima mpaka uwe na maji masafi ndio usafishe kitu kikaweza kuwa safi. Ndio maana damu ambayo tutakasa ni kwamba ilitokana damu ya Yesu Kristo mwenyewe ambayo ilikuwa ni safi. Kwa hiyo kwa ndugu zetu, ili jambo la msamaha hawajalichukulia na uzito. Ni kwamba kwa sababu pale ni kwamba wao wanaona tu ni kawaida. Tumeona kama katika Qur'ani nasema kwamba Mungu anataka tu angependa kumsamehe mtu, ama kama hataki hivyo hivyo. Ni kwamba kwa hivyo si jambo la muhimu sana kwao, ani vile Mungu anafanya tu vile atakavyo. Lakini katika Kristo jambo la damu ama jambo la dhambi linashughulikiwa kwa uzito sana. Bwana asifiwe, kwa sababu yuko kuunganisha pamoja na Mungu. Na kwa hivyo wao kulingana wao unasema kwamba wao wakiomba tu Mungu yeye anawasamehe, lakini watawasamehe kutokana na nini? Kwa sababu pasipo umwagikaji wa damu tumesema kwamba hakuna ondoleo la dhambi. Kwa hivyo ni kwamba wao hawana yule wa kumwendea, ama hawana yule ambaye amesimama ili kwamba wakapale kusamehewa dhambi. Ni kama vile watu walikuwa kitabu kwamba walikuwa hujakuja na mwanakondoo na baadaye wanasema kwamba mimi nitasamehewa dhambi. Haingewezekana katika Agano la Kale. Bwana asifiwe. Ilikuwa ni mpaka uje na mwanakondoo. Ndio maana mwanakondoo achinjwe, ndio akishachinjwa wewe unapata ondoleo la dhambi. Tuko pamoja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo naamini ndugu yangu umeshughulikia swala. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kwamba jambo hili la kuondolea dhambi ni kwamba ndio maana Kristo anakuwa muhimu kabisa. Ni kama pasipo Kristo kuja, na ambapo Kristo ni kwamba ni Mungu mwenyewe, anasema ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Yaani Mungu alifanyika mwili, na ndio maana akakaa pale msalabani akapata kuuawa kwa sababu yetu. Ndio maana jambo la msamaha wa dhambi kwetu ni jambo la muhimu. Na pasipo Kristo kusamehewa dhambi hawezi kusamehewa na mtu mwingine yoyote, kwa sababu Mungu peke yake ndiye anasamehe dhambi. Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pengine kama kuna swali lingine ama any comment
Yes. Maswali leo ni mengi. Tuneni mic kidogo. Hawa ni vizuri, tunashughulikia pole, discussion inakuwa mzuri. Ama mengine tunaweza kutusomea wenyewe. Tunaweza kusifiwa. Lakini kile ambacho nasikia naweza kuuliza na tusaidia, maana tunajenga pamoja. Bwana Yesu. Amen. Swali langu ni, kuna mahali nimesikia kwa Biblia na kwamba kuna dhambi kama Wakristo wakifanya ama wanadamu wakifanya hata sana ile ya kumkufuru Mungu. Je, wale wanaomkufuru Mungu wakiomba msamaha tena watasamehewa? Asante sana. Asante kwa swali. Ni kwamba inapozungumziwa kuhusu dhambi ambayo Wakristo watasamehewa, ile dhambi ama dhambi ambayo mtu atasamehewa ni kwamba ni dhambi ambayo ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Hapa kumaanisha kwamba unajua Roho Mtakatifu ndio anakushawishi. Bwana asifiwe. Anakushawishi sisi tupate kuokoka. Na kwa hiyo kama wewe umekataa kumsikiza Roho huwezi kuokoka. Lakini wakati unamsikiza Roho, ndugu yangu, utakuwa hujamkufuru Roho Mtakatifu. Unapata kuokolewa. Ni sawa. Lakini kama utakabidi ukaa kichwa ngumu, ndio utakuwa mkufuru Roho Mtakatifu na utaweza kusamehewa. Niyo tu. Kwa hivyo watu ambao wanampokea Roho Kristo Yesu wanakuwa wameshawishiwa na Mungu na Roho Mtakatifu. Lakini wale ambao hawataki kushawishiwa wanakaa katika hali yao mbaya na wao watasamehewa. Wataingia jehanamu hivyo. Amen. Kuna swali lingine mtu alikuwa anauliza. Bwana asifiwe. Amen. Siwe tena. Amen. Mimi na swali moja tu kulingana na vile tunasema Agano la Kale. Yanatuambia kwamba ukitenda dhambi na kama unataka ushawishe dhambi hiyo yako hiyo, unapeleka mwana wa kondoo kwa wazee. Sasa baada ya siko wazee kwa Bwana. Baada ya hiyo kondoo ilichinjwa. Inailiwa ama itatupwa. Kondoo ikishinda inaliwa hapa ila. Ndugu Yesu, jibu hiyo, kondoo ikishinda inakuwa inaliwa hapa. Swali mzuri, Bwana asifiwe. Ile kondoo inaliwa ama ila? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yule kondoo alikuwa ndio anaitwa scapegoat. Anatupwa kwa mara mbili. Unaye wa kutupwa anapotelea kichakani. Alafu kunao huyu ambaye wa kutolewa dhabihu. Sasa sababu ya kutolewa dhabihu si habari na karamu ama lengo si watu wapate kula. Wanaweza sio sana. Lengo ni kwamba huyo amechukua dhambi zako, amekufa kwa niaba yako. Ndio lengo kubwa. Sasa hatujaambiwa kwamba anastahili kuliwa, lakini vile vile yezamkilini kwa sababu amebeba dhambi zako. Biblia katika dhabihu zikitolewa na Aroni, sijaona kama wamekataza kula ama kutokula, lakini yeye ni mchafu mbele za Bwana. Hivyo unaona kama anastahili kuliwa pia. Ndugu, nafikiri umejibiwa vizuri. Ni kwamba lengo kubwa ilikuwa ni kwamba ni kusoko hili ilikuwa ni ondoleo la dhambi. Bwana asifiwe. Na kama ilikuwa ni ondoleo la dhambi ikichinjwa, ni kwamba ile ilikuwa inachinjwa na baadaye damu hili ambayo mwaga ilikuwa ni safisha zile dhambi zetu. Bwana asifiwe. Ni jambo lingine la kuongeza. Mtumishi wa Mungu, kuna jambo la kuongeza? Amen. Kwa hivyo tuendelee. Ama kuna swali lingine? Kwa sababu nasikia vizuri na wale tunapokea vizuri. Bwana asifiwe. Kuna swali lingine?
katika hilo swali la kupata msamaha kupitia ondoleo la dhambi, kuna vile wao hawa binamu zetu wao wanaileta kwamba sasa Yesu, kupitia Yesu kumwaga damu kuna ondoleo la dhambi. Ndio ni kweli, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Pasipo mauti hakuna msamaha, ama pasipo hukumu. Kwa Yesu ndiye amekuwa amepitia hiyo hukumu. Tuko pamoja wapendwa. Sasa wanauliza sasa kama vile alivyo nimesema leo Waibrania pia 9 inasema kwamba makosa yetu na dhambi zetu hata zikumbuka tena. Sasa wanauliza kama basi ondoleo la dhambi lishafanyika, kwa nini tena mnaomba msamaha? Kwani hizo dhambi bado ziko? Ndio swali pia wao wanauliza, ili ya kwamba ile jambo la kumwambia Mungu msamaha lisimame. Amen. Asante sana kwa comment. Kwa hivyo ni kwamba wakikwambia kwamba kama watu walimwaga, na kweli wakati Yesu alipomwaga damu ni kwamba dhambi zetu zilisamehewa, zile dhambi za sasa, dhambi ambazo zilipita, dhambi za sasa na hata dhambi za milele. Bwana asifiwe. Hivyo ni dhambi zetu zilisamehewa. Hivyo ni kweli ndio wanavyosema. Lakini katika mstari anasema kwamba Yesu alisema kwamba kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu na hata akatoa mwanae wa pekee, ili ya kwamba yeye, kwa hivyo anasema kwamba ni yeye tu atakayemwamini asipotee. Kwa hivyo ni kwamba kuna ile wewe kuingia ndani. Usipoingia ni kwamba bado msamaha huko, lakini wewe huko mmoja wao. Sema kwamba wale watakaokataa watapata hukumu. Hiyo ndio Biblia inasema katika John chapter 3 verse 16 na 17. Tuko pamoja? Kwa hivyo lazima huyu mtu mpaka aweze kuingia, ndio maana aweze kupata ule msamaha wa dhambi. Lakini kama mtu hajapata kuingia, ni kwamba wewe uweze kupata msamaha wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ningependa tukapate na kuendelea katika ni kwamba je, Yesu ni Mungu ama Yesu ni mwanadamu ama Yesu ni Mungu? Hiyo swali ambalo linaulizwa sana ni kwamba je, Yesu ni Mungu ama Yesu ni mwanadamu? Bwana asifiwe. Swali ambalo nakumbana nalo sana kule nje, kwa sababu kwa ndugu zetu Waislamu ni kwamba ukisema kwamba Yesu ni Mungu, hiyo ni jambo la kukufuru. Hiyo ni jambo mbaya sana kwao, wewe kusema kwamba Yesu ni Mungu. Na ndio maana tunauliza leo, ni kama Yesu ni Mungu ama Yesu ni mwanadamu? Acha niulize wewe, Yesu ni Mungu ama Yesu ni mwanadamu? Yesu ni Mungu ama Yesu ni mwanadamu? Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Yesu ni gani? Yesu ni Mungu, si mwanadamu. Yes, ndugu wetu, Mesha. Yesu ni Mungu. Ndugu. Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Mama Lame, Yesu ni Mungu ama Yesu ni mwanadamu? Kama ujui, Stefan, Yesu ni Mungu ama Yesu ni mwanadamu? Mungu. Bwana anasema Yesu ni Mungu. Sara Yesu ni Mungu ama Yesu ni mwanadamu? Mungu. Leto. Mrs. Siyugi. Yesu ni Mungu ama Yesu ni mwanadamu? Yesu ni Mungu. Mama Alia. Yesu ni Mungu ama Yesu ni mwanadamu? Yesu ni Mungu. Sema tu Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu ama Yesu ni mwanadamu?
Amen. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo katika Biblia ni kwamba Biblia inasema kwamba Yesu inamtaja kama the Son of Man. Na mimi watu wengi sana wameelezea pale. Ni kwamba Biblia inasema kwamba the Son of Man, mwana wa Adamu. Bwana asifiwe. Amen. Tushasikia hivyo. Tuseme maandiko tutapata tu. Katika kitabu cha John chapter 1 verse 51. Soma hapo. Yohana 1:51 nasema, akamwambia, amini amini nakwambia, utaziona mbingu zikifunguka, malaika wa Mungu akikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Malaika wakakuwa wanakwea na kushuka katika mwana wa Adamu. Mwana wa Adamu hapa ni nani? Amen. Pia soma nami katika John chapter 3 verse 14. Yohana 3:14 nasema, na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Nani huyo anainuliwa? Mwana wa Adamu hapa nani? Na mwana wa Adamu ni nani? Ni mtu ama kama ni Mungu? Bado nimewachanganya kweli. Mwana wa Adamu ni nani? Ndugu, mwana wa Adamu ni nani? Wewe sio mwana wa Adamu. Sio unaitwa mwanadamu. Mwana wa Adamu. Hakuna watu hapo wananilia hapo wakajua mwanadamu. Mwanadamu ni nani? Unaposema kwamba fulani bin fulani. Nani anatoka kama sehemu za senti? Wanani? Kuna wanani hapo? Hakuna mnani. Hakuna watu wanakutumia jina bin. Sasa sisi ni mwana wa Adamu. Mwanadamu inamaanisha mwana wa Adamu. Si ndivyo? Na Yesu anasema kwamba yeye ni mwana wa Adamu. Sasa kama Yesu na wewe tuko sawa. Sisi ni mwana wa Adamu. Leo na wale nimewachanganya kweli. Bwana Yesu asifiwe pamoja. Mimi wewe ni mwanadamu. Si ndivyo? Sasa nikiwa napokuwa mwanadamu, je, ni kwamba mimi ni mwana wa Adamu? Ni kama vile mimi nasema kwamba babangu anaitwa Musara na mimi ni Aisha. Nasema Aisha mwana wa Musara. Ndugu, babako anaitwa nani? Sasa na jina lako. Kwa hivyo anaitwa Musa mwana wa Sara. Kwa hivyo Yesu anapozungumzia kwamba yeye ni mwana wa Adamu, ni kwamba inamaanisha kwamba yeye ni mwana wa Adamu. Ili kufanyika mwana wa Adamu, itakana ufanyike vipi? Ndiwe mwana wa fulani. Yaani wewe babako utakana kufanyike nini? Kana wewe kidogo ni wa baba yako. Umezaliwa na baba, si ndio? Kwa hivyo ni kwamba kuzaliwa sasa, Yesu analeta pointi hapa. Ni kwamba yeye, ingawa yeye alizaliwa kutokana na mbegu ya mbinguni, lakini yeye alizaliwa na mwanadamu. Alizaliwa na mwanadamu, alipitia kwa mwanadamu anaitwa Mariamu. Kwa hivyo ni kwamba Yesu amebeba sura mbili. Amebeba sura ya mbinguni. Ni kwamba yeye kwa sababu kuzaliwa kwako ni kwamba ili uitwe mtu wa fulani, inamaanisha kwamba kuna ile mbegu kutoka kwa baba yako ikaingia kwa mamako, ndio maana wewe ukazaliwa. Ndio maana sasa unaitwa mtoto wa fulani. Ndio maana Yesu yeye mbegu iliyomzaliwa ilitoka mbinguni. Alizaliwa kwa njia ya Roho Mtakatifu, na maana kwa ni Mungu, lakini pia alipitia kwa mwanadamu ambaye anaitwa Mariamu. Ndio ndio anasema kwamba mimi ni mwana wa Adamu. Si kama tuko pamoja? Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu ako mara mbili, ako
lakini amezaliwa na mwanadamu. Maybe ile ambayo itakutatueleza vizuri ni katika hiyo Philippians 2 verse 11. Sikiza vizuri hiyo, ndio maana usichanganyikiwe katika hapo. Ni kwamba Filipi 2 mstari 5 mpaka 11. Filipi 2:5 inasema, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Yeye alikuwa na namna ya Mungu. He was God. Yesu ni Mungu kabisa vile umesema, lakini akaona si vyema kushikanisha na hiyo. Kwa hivyo kukawa na jambo lilifanyika, ndio maana anakuja kuitwa mwana wa Adamu. Endelea pale. Bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa mwanadamu. Endelea. Tena akaonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhibisha mno, akakirimia jina lipitalo bila jina. Amen. Kwa hivyo ni kwamba alifaa namna mwanadamu, akawa na umbo la mwanadamu, lakini alikuwa ni Mungu. Bwana asifiwe. Alitembea duniani, alikula, alikunywa, alivaa, alifanya nini? Hiyo ni umbo la mwanadamu, lakini yeye mwenyewe alikuwa ni Mungu. Tunasema kwamba anaitwa Emmanuel, Mungu pamoja na watu wake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kwamba hapa Yesu anajitaja mwenyewe kama mwana wa Adamu. Hebu soma nami katika Matthew chapter 20 verse 28. Mathayo 20:28 inasema, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Amen. Kwa hiyo sema kwamba mwana wa Adamu hakuja kutumika, bali kutumikiwa, ili kwamba awe ni fidia kwa wengi. Kwa hivyo ni kwamba katika hapa tunapata kwamba, kwa sababu inakienda kwa ndugu zetu, watakwambia kwamba wewe tuonyeshe mahali gani. Yesu alisema mwenyewe ni kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Hiyo ni swala hata ukiulizwa sana, ni kwamba wewe nionyeshe ni kwamba ni wapi katika Biblia au Yesu alisema kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Na kweli hakuna katika Biblia ambayo alitamka waziwazi ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu, lakini kuna watu ambao walitamka. Kuna pia katika ukisoma katika hiyo kitabu cha Matthew chapter 27 verse 43, ni kwamba aliulizwa kwamba kama wewe ni mwana wa Mungu sema, akasema wewe umesema. Maanisha kwamba Yesu alikubaliana ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Ukisoma hiyo Matthew 27 verse 43. Mathayo 27:43, amemtegemea Mungu na amwokoe sasa kama anamtaka, kwa maana alisema mimi ni mwana wa Mungu. Amen. Kwa maana sema kwamba alisema ni kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo hapo ndipo ni kwamba Yesu ametaja, hata kama si wazi, lakini amesema ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Na kwa hivyo unapoulizwa kule ni kwamba ni vizuri kuambia Matthew chapter 27 verse 43 inasema kwamba Yesu mwenyewe amesema yeye ni mwana wa Mungu. Na hata kama haikutajwa, lakini katika Biblia tunaona kwamba kuna vitu vingi ambavyo viliashiriwa ama vilitajwa ikitakazwa kwamba Yesu ni mwana wa. Jambo la kwanza katika ubatizo, katika Mathayo chapter 3 verse 17, katika ubatizo ni kwamba Mungu mwenyewe akasema, soma na letu, Mungu mwenyewe akasema kwamba huyu ni mwanao ambao unapendezwa naye, huyu ni mwanao. Kwa hiyo Mungu mwenyewe akasema ni kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu. Soma pale Mathayo 3:17 inasema, natazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Kwa hivyo Mungu mwenyewe akasema
akasema huyu ni mwanangu ambao napendezwa naye. Katika pia Matthew chapter 17 verse 5, pale katika the transfiguration, pale katika milima ambapo kutana Musa pamoja na Elia, Yesu mwenyewe pia inatajwa kwamba Mungu anatajwa kwamba huyu ni mwanangu napendezwa naye. Soma pale Mathayo 17:5 nasema, alipokuwa katika kusema, tazama wingu jeupe ikatia uvuli. Tazama sauti ikatoka katika lile wingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, sikieni. Amen. Mungu akasema kwamba huyu ni mwanangu ninayependezwa naye. Soma pia katika Matthew chapter 16 verse 16, wanafunzi pia walisema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Wanafunzi pia walitaja akasema Yesu ni mwana wa Mungu. Mathayo 16:16 inasema, Simeoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Pia Paul anataja katika Romans chapter 1 verse 3 ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Na pia katika Wagalatia 2 mstari wa 20. Soma na David kama unapata kwa haraka, tabu yetu kila dakika 5 peke yake. Warumi 1:3 inasema, yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Wagalatia 2:20. Wagalatia 2:20 nasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilio nao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Amen. Kwa Paulo pia anataja kwamba anasema Yesu ni mwana wa Mungu. Pia katika maadili wake pia hata mapepo walisema katika Luka 4 mstari wa 41, mapepo pia walisema Yesu ni mwana wa Mungu. Mapepo walisema. Luka 4 mstari wa 41. Luka 4:41 inasema, pepo nao waliwatoka watu wengi wakipiga kelele na kusema, wewe u mwana wa Mungu. Akawakemea asiwache kunena, kwa sababu walijua kuwa yeye ndiye Kristo. Amen. Na pia katika Yesu mwenyewe anasema katika John chapter 10 verse 3, anasema kwamba mimi na Baba tuko kitu kimoja, kumaanisha kwamba yeye ni Mungu. Yesu ni Mungu. Bwana asifiwe. Mimi na Baba tuko kitu kimoja. Soma Yohana 10:30, mimi na Baba tu moja. Sisi mimi na Baba tu moja. Kwa hiyo inadhihirisha kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, ama Yesu ni Mungu kama vile wengi wetu wamesema. Na ni kwamba lakini Yesu alikuja kupitia kwa mwanadamu. Na ndio maana unapofika kule nje watakwambia sisi mwanadamu, kwani Mungu anaweza kula, Mungu anaweza kuzaa, sisi Mungu anaweza kufanya nini? Waambia kwamba Yesu alikuwa ni Mungu. Ndio maana Wafilipi 2:5 mpaka 11 ni muhimu sana. Wakati ambapo unapohubiria na kusema kwamba je, Yesu ni Mungu ama Yesu ni mwanadamu? Hiyo swali kulijibu ni kwamba Wafilipi 2 mstari wa 5 mpaka 11 ni muhimu sana. Yesu alikuwa ni Mungu, lakini alikuja, alinyenyekeza akawa mwanadamu, akawa na umbo la mwanadamu. Ni kwa lakini yeye mwenyewe alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo kama Yesu alipokuwa duniani alikuwa tu namna na Mungu, lakini alikuwa ni Mungu. Ndio maana zile tabia zote za Mungu zilikuwa na Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hizo tabia zake zikupunguka kabisa. Ni kwamba alikuwa na tabia ya Mungu. Ni kwamba ni Mungu aliyetembea duniani pamoja nasi. Si kama kuna swali lingine kabla hatujamalizia. Tutaweza kumalizia hizo nyingine, lakini kwamba zile ambazo tulitaka kujua leo naamini kama tumepokea. Bwana asifiwe. Kuna swali lingine? Yes. Isaya 9 mstari wa 6. Tusomee dada yetu bado. Ni mstari pia mzuri ambao anasema kwamba Yesu atakayezaliwa
Huyu atakuwa majina yake yale manne. Ni muhimu sana. Isaia 9:6 inasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu. Huyu mtoto akizaliwa ataitwa ni Mungu, atakuwa ni Mungu mwenye nguvu. Yes. Baba wa milele. Baba wa milele. Hiyo ni majina yatokana na Mungu. Baba wa milele. Mfalme wa amani. Mfalme wa amani. Majina yale manne inaonyesha Mungu mwenyewe. Ndio maana kwamba Yesu ni Mungu. Asante sana ndugu yangu. Kuna jambo lingine la kuongezea ama swali kabla tujamalizia? Kuna swali? Amen. Kwa hivyo wacha tuamini Mungu, na kabla tumalizie somo letu la asubuhi ya leo. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya kuwa pamoja nasi